Alhamdulillah ala kulli hal, tunamshukuru Mola subhanahu jalla fi ula, ametuafikia tumepambaukiwa tukiwa na afya njema, na alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atubalighishe na Ramadhani, atujalie Ramadhani, tuidiriki Ramadhani, tuifungeni Ramadhani. Na haswa ndugu zangu Waislamu kiujumla, tumo katika hali ya furaha kubwa, tumo katika kuisubiri Ramadhani na kuiomba na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ni mgeni mwema, ni mgeni ambaye mwenye furaha. Ramadhani ni mwezi wa kipekee, Ramadhani ni mwezi mtukufu, Ramadhani ni mwezi ambao wenye kheri nyingi, na ni mwezi ambao amejalia Allah subhanahu wa ta'ala kuteremsha maneno yake matukufu. Qur'ani tukufu imeshushwa na imeteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, haikuteremshwa katika miezi mingine, bali imeteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ipo haja ya Waislamu kiujumla ya kujipanga vizuri na kusubiria mwezi kama huu kwa furaha, na kujipanga namna gani upokee mwezi mtukufu wa Ramadhani. Zipo namna nyingi za kujipanga hali ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mfano, kujipanga katika hali ya kiibada kama hizi, utenge muda, ongeza muda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ewe ndugu Muislamu, kuna mwezi kama hii unajiongeza muda katika ibada, unaongeza nyakati wa kutulizana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi kama huu kuna kipaumbele cha kuisoma Qur'ani, tenga muda kwa ajili ya Qur'ani. Mwezi kama huu tenga fadhila, tenga wakati ukupata hata sunna za tarawih. Mwezi kama huu tenga muda kwa ajili ya dhikri mbalimbali. Mwezi kama huu tenga muda wa kusaidizana. Mwezi kama huu basi kila mmoja ana fungu, ana sehemu ya kuchota. Ramadhani imekuja na kheri nyingi, ni sisi wapi unataka kuchota katika Ramadhani? Ima ni katika Qur'ani, ima ni katika kusaidia, ima ni katika dhikri, ima ni katika kutembeleana, ima ni katika kufuturishana. Kwa hiyo Ramadhani imekuja na vitu vingi. Sasa ni sisi sasa kichotewe chako ni kikubwa. Ikiwa chombo chako cha kuchota ni kikubwa, basi utaifaidi Ramadhani. Ewe ndugu yangu Muislamu, jua kwamba Ramadhani ni mwezi mtukufu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atubalighisha na Ramadhani, atufikisha Ramadhani, tuifunge kwa furaha na kwa amani, na kila mmoja awe na heshima na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani tuheshimu kuwa ni mwezi mwema, ni mwezi mtukufu, ni mwezi ambao Waislamu wote tufunge. Wale ambao ni baligh aqilan, ni baligh wenye akili timamu, hawana maradhi ambayo maradhi yenyewe yanazingatiwa. Kwa hivyo ni hali ambayo yatakikana Waislamu tujipange. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema, sumu tasihu, fungeni mpate afya. Kwa hiyo Ramadhani inapokuja, inakuja kututengeza afya zetu kwa faida nyingine, inakuja kututengeza afya. Kwa hivyo usisingizie maradhi. Ukisingizia maradhi, huenda Mwenyezi Mungu akakupa maradhi mengine tofauti na lile ulilosingizia. Kwa hivyo jua Muislamu, ewe ndugu yangu Muislamu, wa kiume na wa kike, jueni Ramadhani ni wajib
kila Muislamu baligh mwenye akili afunge Ramadhani, itakuwa ni kheri. Na faida nyingine, Ramadhani ni sehemu ya afya zetu kuwa njema zaidi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.